Ndugu zangu waandishi wa habari, ninayo furaha kubwa kutumia vyombo vyenu kuongea na Watanzania hususa wa mikoa ya kanda ya Victoria inayojumuisha mikoa ya Mwanza, Geita na Kagera. Ndugu wa Tanzania, wote tunafahamu taifa letu limepitishwa katika barabara yenye giza nene. Barabara ya uvuli wa mauti. Barabara iliyojaa watekaji na mateso kwa Watanzania. Barabara hii imeacha ulemavu wa kudumu, majonzi, vilio na vifo kwa watu wetu. Taifa limepitishwa katika barabara ya kubambikiziwa kesi, kunyima uhuru wa kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi, pamoja na mateso ya kiroho na kimwili ambayo naamini kila mpenda haki na kweli ya Mungu yamemgusa kwa namna moja ama nyingine. Kana kwamba hiyo haikutosha, watesaji hawa na wapolaji wa madaraka kwa misingi ya kihaini wametumia na wanatumia mabavu na ugangwe kuwabambikizia kesi wanachama wa Chadema, kuingilia na kuzuia uhuru wa haki ya kuabudu, kujieleza na kuchagua viongozi. Kila Mtanzania ameathirika kwa namna moja au nyingine, na kila Mtanzania ana kovu. Kwa niaba ya chama kanda ya Victoria, naomba nitoe salamu za pole kwa Watanzania wote. Tupo katikati ya msiba mzito, tuendelee kuomboleza roho za marehemu zipate pumziko la milele. Amina. Hata hivyo, naomba nitumie maandiko matakatifu kuwafariji. Na nukuu Zaburi ya 23:4. Nami nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mwisho wa kunukuu. Kwa kutambua na kwa kuheshimu ukuu wa Mungu, na waomba Watanzania wote tuungane katika vita hii ya kupigania haki ya kweli ya Mungu. Mungu wa haki na kweli atatuwezesha na tutashinda. Imeandikwa katika Zaburi 37:34, wewe umngoje Bwana, uishike njia yake, naye atakutunza urisi nchi. Wasio haki watakapoharibiwa utawaona. Ndugu zangu wa Tanzania, tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata, ardhi ya Tanzania ilimwagiliwa damu za ndugu zetu, watoto wa Tanzania ambao bila hatia damu zao zilimwagika kwa kupigwa risasi ambazo zilipaswa kuwalinda. Siku hiyo ya tarehe 29 Oktoba, Watanzania na Watanganyika waliamua kuwa hakuna uchaguzi kwa kuandamana na kutoshiriki katika udanganyifu mkuu. Kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi yetu, ni chini ya 2% ya wale wote walioitwa kuwa wapiga kura ndio walijitokeza. 2%. Naomba nirudie. Kwa taarifa za kuaminika na za kutoka pande zote za nchi, ni chini ya 2% ya wale walioitwa kuwa wapiga kura ndio walijitokeza. Mamilioni ya Watanzania walikataa kushiriki katika udanganyifu mkuu kwa kuandamana au kutokwenda kupiga kura. Kuandamana au kutokwenda kupiga kura. Serikali haramu na dhalimu ya Samia na CCM waliingiwa na hofu na taharuki na kuamua kutekeleza mpango wao wa kishetani na kutoa amri ya kupigwa risasi za moto waandamanaji wasiokuwa na silaha yoyote ile isipokuwa simu zao. Matokeo yake ni mauaji ya kutisha na ya kishetani ambayo hajawahi kutokea katika nchi yetu tangu ipate uhuru wa mwaka 1961. Inaaminika kwamba tukio hili hata kipindi cha ukoloni halikuwahi kutokea tukio kama hili la kuua wananchi wake.